Mwanamuziki kutoka nchini Nigeria ambaye anajulikana kama Mr. Fido, ambaye miezi miwili iliyopita aliweza kutrendi sana Afrika Mashariki baada ya kuachia ngoma yake ambayo inajulikana kama Joy is Coming. Kisha watu wengi wakadai kwamba ameweza kuiga melody ya Diamond Platnumz. Moja katika vitu ambavyo viliweza kuibua gumzo kubwa sana kuonesha ya kwamba huyu msanii ambaye anajulikana kama Fido kutoka nchini Nigeria ameweza kuiga sauti ya Diamond Platnumz kwenye wimbo huo. Hatimaye ameweza kuingia tena kwenye headlines za vyombo vya habari na mitandao ya kijamii baada ya kutoa malalamiko makubwa sana kwamba ameweza kutapeliwa na marketing agency ambayo ilikuwa inasimamia wimbo wake, hivyo basi hana hata pesa ya kula. Hii hapa imeweza kushtua watu wengi sana kuonesha kwamba Fido mpaka sasa hana pesa ya kula kutokana na pesa ambayo ameweza kutapeliwa na marketing agency wa ngoma hiyo ambayo aliweza kuiachia, ngoma ambayo ilihusishwa na uigaji ama kukopi sauti ya Diamond Platnumz. Fido ameweza kusema kwamba hajaingiza pesa yoyote kupitia wimbo huo wa Joy is Coming. Alidai kwamba aliingia makubaliano na marketing agency ya muziki yani Sida Africa kuwa wachukue 70% ya mapato kisha yeye wampe 30%. Ingawa mkataba ulikuwa ni mkataba wa unyonyaji, lakini aliweza kuamini ya kwamba 30% inamtosha kabisa katika michongo yake, na cha kushangaza zaidi hata hiyo 30% wameweza kuchukua kwenye akaunti yake ya YouTube pamoja na platform nyingine, hakuna hata dola moja. Fido aliweza kuamini ya kwamba lebo pamoja na marketing agency za muziki hazitakiwi kuendelea kunyonya mapato makubwa kabisa kutoka kwa wasanii. Anatamani sana utaratibu huu uweze kufa kutokana na michongo ambayo inaendelea pale kwenye mitandao ya kijamii kwamba wasanii wengi wananyanyaswa, wasanii wengi wanadhulumiwa, wasanii wengi wananyonywa kutokana na mikataba ya uzalilifu, kutokana na mikataba ya unyonyaji ambayo inaendelea pale kwa wasanii pamoja na marketing agency ama management ambazo zinaweza kuwashikilia. So inawezekana mchongo wa kukopi ngoma ya mtu ama mchongo wa kukopi melody ya Diamond Platnumz, inawezekana ndio mchongo ambao umeweza kupelekea mchizi kudhulumiwa na vitu vingine kama hizo, ama inawezekana ni management yake ambayo imeamua kweli kula pesa ambayo alitakiwa kulipa, kwa sababu mchizi ilitakiwa alipwe 30%, ukiachana kwamba mchongo wa kulipwa 30% ni mchongo wa unyonyaji zaidi, kwa sababu hata ukiingia WCB msanii anaweza kupokea 40%, then management ama lebo inachukua 60% ya mapato kutokana na ngoma ambayo imeweza kufanywa. So mchongo wa dhulma ama ile unyonyaji kwa wasanii imeweza kuwa ni mchongo mkubwa sana, kwa sababu one time tulimuona pia Harmonize akiwa analalamika juu ya mchongo huo ya kwamba pale WCB inawezekana kwamba management inaweza kufaidi zaidi mapato ya msanii kuliko hata msanii mwenyewe. One time alikuwa anaandamana ya kwamba wasanii wengi wananyonywa kutokana na mkataba ambao upo pale WCB wa msanii kuchukua 40%, then management ama lebo kuchukua 60% ya mapato. Moja katika vitu ambavyo vilikuwa vinamtoa mchezoni sana Harmonize na mpaka kutoka WCB kuenda kuanzisha lebo yake mwenyewe ya Konde Gang, japokuwa hatujui kwa pale Konde Gang wakina Ibra ama wakina Angela waliweza kulipa kiasi gani cha pesa ambacho waliweza kulipa kutoka pale katika lebo ya Konde Gang na mkataba ulikuwa vipi, lakini one time Harmonize alionekana kuchukizwa sana na mikataba ambayo inawanyonya sana wasanii. So hii hapa tunakuja kuiona tena kwa msanii ambao anatoka nchini Nigeria, anajulikana kama Fido, ambaye aliweza kutuhumiwa na michongo ya kuiba sauti ama melody kutoka kwa Diamond Platnumz. Moja katika michongo ambayo iliweza kuwashangaza watu wengi sana, kwa sababu watu wengi wameshazoea kwamba Diamond Platnumz ndo ambaye amezoea kutembea na melody za wasanii wengine. Tuliona katika kazi nyingi, katika michongo ya Asake akiweza kufananishwa mpaka muonekano, akiweza kufananishwa muondoko wa ngoma zake na wasanii wengi wa Nigeria. Moja katika michongo ambayo ilikuwa inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini one time hata kwa wasanii wa Nigeria kumbe wanaweza kuchukua vipande fulani vya muziki wa bongo ama muziki wa Tanzania. So hii hapa imeweza kuwashangaza watu wengi sana, lakini nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment mchongo wa Fido kutapeliwa hii pesa ama 30% kwake na 70% kwa management. Hii hapa kwako wewe uliweza kuchukulia kwa namna gani? Kwa sababu one time watu wengi wanalalamika juu ya mchongo kama wapa. Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.